Mabingwa ambao wanatarajiwa katika ardhi ya Uingereza pale na wazungumzia Arsenal the Gunners, my team, wanaenda kumkosa Martin Odegaard kwa zaidi ya mwezi na kasoro, jambo ambalo limeumiza sana mashabiki wa Arsenal. Lakini hatukuishia hivyo katika kupita kwetu katika mitandao ya kijamii na kuzitafuta taarifa za kimichezo ambazo tunakuja kumletea mtazamaji wa Data Sports. Tukaambiwa kuna taarifa ambayo sio nzuri sana, lakini inabidi ifikishwe kwa watazamaji wote wa Data Sports, wafuatiliaji wa channel hii, ya kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea mitaa Twiga na Jangwani. Kuna moja mchezaji ambaye ni pendwa kweli kweli, hali yake inaonekana kutokuwa nzuri sana, whatever it is. Nipo na Yusufu Katalambula, yeye ndo ambaye atatufafanulia vizuri, kwa maana taarifa hii alikabidhiwa yeye yote kuhusiana na mchezaji huyo. Ni nani? Ni Clementino Mzize. Wote tunafahamu ya kwamba hatujamuona kwenye michezo kadhaa ambayo Young Africans wamecheza, na mchezo wa mwisho ambao Yanga alicheza ulikuwa ni kule mkoani Mbeya ambako alicheza dhidi ya Mbeya City. Clementino Mzize hakuonekana kutokana na majeraha ambayo yanamkabili. Remind you, Young Africans wana game tarehe 18 dhidi ya Silver Strikers, mchezo wa kufuzu hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika. Wanaendaje kucheza bila Clementino Mzize na hali yake ikoje? Pengine hata na wewe ni swali ambalo umekuwa ukijiuliza kwa muda mrefu sana. Yusufu Katalambula amejaa na taarifa yote, lakini pia tutakupa nini ambacho Young Africans wanapaswa kwenda kufanya. Kwa hiyo tulia hapo. Nianze kukupa habari njema kutoka Tannice bwana. Jana wameniambia kwamba pool table bora na za kisasa zinaendelea kuzalishwa, na asante kwa wote ambao mmeendelea kuitembelea Tannice kujipatia pool table bora na za kisasa kabisa. Tannice bwana wamegundua kwamba pool table ni moja mchezo ambao umekuwa ukiwalipa baadhi ya watu, ikiwa ni sehemu ya kutengeneza kipato. Sasa ikiwa ni sehemu ya watu kutengeneza kipato, huwezi ukafanya masiara ya aina yoyote. Kwa maana hiyo wakaamua kutengeneza kitu ambacho ni bora. Watu wakienda kucheza basi wacheze kwa kufurahi, wacheze kwa kuenjoy. Wazungu wanasema hivyo. Ningekuwa na Kifaransa na kijua vizuri basi ningeweza kukuelezea. Kwa kubwa zaidi naendelea kukukumbusha kwamba watembelee Tannice ujipatie pool table bora na za kisasa kabisa. Data Sports kama ilivyo kawaida yetu kukupa taarifa ambazo ni sahihi na ambazo unapaswa kuzisikia kwa umakini zaidi, basi na sisi tutaendelea kukupa kile ambacho ni kizuri, kwa maana biashara za watu ambao wanahitaji kutangaza nasi tunazichunguza, tukiona wanazalisha kitu bora kinachoendana na sisi, nasi tunakuletea wewe. Bwana Yusufu Katalambula, uniambia umeipata vizuri taarifa ya Clementino Mzize. Yes. Nimeanza kwa kumuelezea Martin Odegaard. Mashabiki wa Arsenal wanajua kiasi gani ili huwa linatuumiza. El Capitano ameumia bwana Martin Odegaard miezi kadhaa. Tutamkosa. Yes. Lakini wakati tunapita mashabiki wa Arsenal tunaumia, tukaambiwa tuwape na hiyo ya mashabiki wa Young Africans nao pia wajue kuhusiana na mchezaji wao pendwa, kijana mdogo ambaye amekuzwa katika klabu hiyo ya Young Africans, mwenye thamani ya zaidi ya bilioni 5. Unajua bilioni 5 Katalambula. Mdogo wangu Clementino Mzize, unamzidi ndugu yangu, mtoto mdogo kabisa. Unamzidi miaka 3. Bwana manake anapaswa kusalimia kabisa. Aniamkie kabisa. Mdogo sana kwangu Clement Mzize. Yes. Bwana, una package nzima kuhusiana na nini ambacho kinaendelea kwa Clement Mzize, kwa taarifa ambayo imetoka kwa daktari wa kikosi cha Young Africans Moses Etutu, ambaye kupitia baadhi ya vyanzo tumekuwa tukimpata yeye kupata taarifa hizi za wachezaji wa Young Africans ambao wamekuwa wakipata majeraha. Updates kuhusiana na Clementino Mzize imekaaje, Yusufu Katalambula, na nini ambacho tutaenda kukijadili kwa wote kwa pamoja, nini ambacho Young Africans sasa wanapaswa kufanya chini ya Romain Folz ambaye pressure imekuwa kubwa sana. Lakini the last update ambayo ilitupa ni kwamba rais wa Young Africans aliuma meno, akasema huyu aondoke, mimi naujua mpira vizuri. Basi fanyeni mnavyofanya, mawazo yenu ni mazuri, lakini huyu ataendelea kubaki. Next game dhidi ya Silver Strikers. Awali ya yote hata mimi sikuwa na majibu nini ambacho kimemkuta Clement Mzize. Sure. Kwa sababu mara mwisho kumuona ilikuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa. Sure. Na sikuona labda injury kubwa sana, labda akatoka kiasi kwamba ukaona kwamba ni injury kubwa. Pengine labda kuna muda nilikuwa nawaza labda dili lake la kuondoka labda kuna namna fulani limefika hatua hivyo kanisukuma kuweza kuangalia nini ambacho kinaendelea kumhusu Clement Mzize. True. Lakini nikaona tufanye mawasiliano na daktari wa klabu ya Young Africans, kwa maana Moses Etutu, nini ambacho kinaendelea. Lakini Moses Etutu akasema kwa sasa ambacho kinamkumba Clementino Mzize Walidi ni kwamba amepata majeraha ya goti, na majeraha haya aliyapata kwenye mchezo wa kimataifa raundi ya pili dhidi ya Warieti kutoka Angola.
mchezo ambao Young Africans alipata ushindi wa magoli 2 bila. Ule mchezo alipata majeraha na alivyotoka hayakuwa makubwa sana. Aliweza kufanywa matibabu na baadaye akakaa sawa. Tunakumbuka wakaenda international break. Huko ndipo ambapo wakaenda kutonesha jeraha lake, na baada ya hapo baada ya kuangaliwa tena ikaonekana kwamba amejitonesha. Hivyo basi daktari akashauri haweze kukaa nje kwa kipindi fulani ambacho yeye aliwaeleza viongozi kwamba akae nje kwa muda huo ili kuhakikisha kwamba akirudi aweze kukaa sawa. Umeanza vizuri sana kumuelezea Martin Odegaard kwa sababu hata yeye pia alipata jeraha la bega. Akafanywa matibabu kama 2 times hivi, then akarudi aliporudi akaumia tena akarudi. Safari alivyoumia wakaona bora muweke nje apone kabisa kwa sababu hakuna ulazima sana kumrudisha kwa sababu yupo Brecheze anaweza kufanya vizuri kwenye eneo la namba 10, lakini upo Nathan Nwaneri pia bwana mdogo anaweza akacheza vizuri akacheza kwenye eneo hilo. Pia ina tofauti kwa Young Africans kwa sababu tayari yupo Andy Boba Boyeli anaweza akakaa kwenye eneo hilo na akafanya vizuri. Lakini pia yupo Prince Mpumelelo Dube naye anaweza akakaa kwenye ile eneo na tusione pengo la Clement Mzize. Kwa hiyo daktari alichosema ni kwamba kwa sasa hivi anaendelea vizuri, lakini yeye tu anabaki kwenye ripoti yake kwamba apewe muda wa kupumzika. Nadhani masaa ama majuma machache tunaweza tukamwona Clement Mzize akirudi kwenye majukumu yake na Young Africans. Umenikumbusha kuhusiana na swala la wachezaji kuumia kwenye majukumu ya timu ya taifa. Rais wa Young Africans jana alisema moja ya faida ya timu yoyote ambayo itajiunga kwenye umoja wa vilabu barani Afrika, alisema kutakuwa na baadhi ya transformation za kimpira. Moja wapo ni hii tabia ya wachezaji kuwa wanaondoka kwenye vilabu vyao wanaenda kuzitumikia timu za taifa katika michuano mbalimbali au tournament mbalimbali. Alafu kinachoenda kutokea ni kwamba hamna profits yoyote ambayo timu inaipata mchezaji akiwa ameenda kule, kwa maana klabu ambayo ndio imemwajiri mchezaji. Ni kweli kabisa Katalambula, tutakubaliana ya kwamba vilabu ndio vimekuwa vikitengeneza wachezaji wanaoenda kuzitumikia timu za taifa. Lakini vilabu havifaidiki mchezaji wao anapotoka kwenye vilabu kwenda kuitumikia timu ya taifa. Leo tunamzungumza Clementinho Mzize, ameumia kwenye majukumu ya timu ya taifa. Ila atibiwi na timu ya taifa anakuja kutibiwa na Young Africans. Maana yake Yanga wanaingia gharama za kufanya recovery ya mchezaji. Atakapopona tena taifa litamhitaji aende akafanyeje? Akacheze. So nimeona ni kitu kizuri kitu kizuri ambacho tumii naona wanapaswa pia hivi vilabu wakishajiunga na huo mmoja wa vilabu barani Afrika ni profit ambayo Young Africans timu zitaweza kuipata. Tukirudi kwenye upande ambao anacheza Clementinho Mzize, umezungumzia kwenye eneo la striker kwa maana na kucheza Dube pamoja na Andy Boyel. Mara nyingi naona Mzize anaenjoy sana ukiwa umemweka pembeni. Mashaka yangu ni kwamba ni nafasi sasa kwa wachezaji wengine ambao wanacheza the same position na Clementinho Mzize nao pia kuonyesha uwezo wao na huenda wakamshawishi zaidi mwalimu. Hata Clementinho Mzize akirudi isiwe ni tunasema hata ukiwepo uwanjani watu wasiseme hivi fulani yuko wapi. Yaani watu wakukumbuke kwa sababu wamekumisi kukuona, ila wasikukumbuke kwa sababu pengo lako limeonekana kama vile aliwezi kuzibika. Nakumbuka maneno ambayo aliwahi kuyasema Mike Tyson, mcheza masumbu. Alisema kwamba mpira wa miguu ni mchezo hatari sana kuliko boxing. Kitu ambacho watu wengi walipinga kitu kama hicho. Lakini akuzungumza tu mule ndani ya uwanja bali hata nje kuna baadhi ya video vinaweza vikakufanya uonekane una roho mbaya sana. Kwenye hili ambalo linatokea kwa Clement Mzize, sio kwa roho mbaya, lakini pengine labda kuna baadhi ya wachezaji wanatamani aendelee kwa nje ili wapate nafasi. Haya yapo tunayaona kwenye mpira. Kwa hiyo hii general yote inaweza kusema mpira ni mchezo wa roho mbaya sana. Pengine labda Andy Boba Boyeli wakati anakuja Young Africans anakutana na Prince Dube ambaye amefunga double figures msimu uliopita, magoli 13 kama kumbukumbu zangu zipo vizuri, pamoja na Clement Mzize naye amevuka magoli yao 18 na kuendelea huko. Yeye anaenda kwenye timu kama ile anajiuliza kwamba je, mimi nitakuwa namba 1, namba 2 ama nitakuwa third. Kitu ambacho yeye pia angetamani labda walau mmoja apate changamoto ili naye aweze kuingia kwenye hiyo nafasi. Na kweli bahati kwa upande wake tunaona Clement Mzize, ingawa si kitu kizuri mtu kuumia, lakini kwake mchezaji walau anatamani asipate maumivu kwa alipo, lakini aendelee kupumzika kwa alipo ili naye aweze kuonyesha nafasi hiyo. Kwa hiyo
unaweza ukaona ni kitu ambacho pengine labda anatamani kwa hivyo. Lakini unaona pia kuna bahati pia nayo ipo kwa Clement Mzize kwa sababu pia Prince Dube naye hajaanza vizuri msimu. Licha tumeona amefunga kwenye mechi za kimataifa amescore, lakini bado amekuwa akikosa magoli sana. Tumeona kwenye baadhi ya michezo hayupo vizuri kama vile ambavyo amemaliza msimu uliopita. Kwa unaweza ukaona kwamba bado yeye anapitia kwenye changamoto. Kwa hiki ambacho kimetokea mpaka hivi sasa, ukiangalia pia mwalimu ni mpya Romain Folz, unaona kabisa kwamba kama Romain Folz atoangalia kile ambacho kimetokea msimu uliopita, basi unaweza kuona mtu yote pale mbele anaweza kupata nafasi. Ni kujituma tu kwake na upatikanaji wake uwanjani. Kwa hiyo kinachotakiwa hivi sasa ni wao ambao wapo kwa hivi sasa kutumia kama nafasi ya wao kuweza kuonyesha kile walichokuwa nacho. Pengine labda anaweza kumshawishi mwalimu na kuendelea kupata hiyo nafasi kwa hivi sasa. Katalambula, tukimtaja Clement Mzize tunataja mchezaji muhimu Yanga. Yep. Naweza nikakuuliza swali, kwa nini muhimu? Yaani kwa nini tukitaja Clement Mzize tunamtaja kama mchezaji muhimu sana? Mbona tukimtaja Kibwana Shomari tunaweza kusema sasa Kibwana kaumia, sasa anaweza akakaa nje tu. Kwa nini muhimu? Yaani tunasema Mzize ni muhimu sana. Yaani kwa nini tunasema hivyo? Nimekuuliza hivyo kwa nini Katalambula, kwa sababu selection ya kikosi cha mwalimu kina depend na aina ya opponents anao kwenda kucheza nao, ndio? Maana yake mwalimu anavomchagua Mzize, mfano Romain Folz hakuwa na Young Africans msimu uliotoka kumalizika. Anao Young Africans msimu huu. Kapata nafasi ya kumuona Mzize maybe kwenye games zilizopita. Alimuona Mzize kwenye aina gani za mechi ambazo wewe umeshamuona Mzize unasema mechi kama hii kweli akikosekana Clement Mzize there is a problem kwa Young Africans? Mzize ana faida kuu tatu ndani ya uwanja na nje ya uwanja katika klabu ya Young Africans. Kwanza ni versatile player, kwa maana ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kucheza eneo zaidi ya moja. Clement Mzize kuna muda unaweza kumtumia kama Pierre-Emerick Aubameyang. Wakati ule Arsenal tuna Aubameyang, lakini wakati ule tuna Alexander Lacazette, kwa pamoja wameweza kucheza. Kwa Clement Mzize hata kama ukimrudisha Fiston Kalala Mayele, lakini bado Clement Mzize angeweza kucheza naye. Kwa hiyo kama utakosa winga unaweza kumtumia Clement Mzize, lakini kama utakosa striker namba 9 pale juu pia unaweza kumtumia Clement Mzize. Kwa hiyo versatile, kuumia kwa Clement Mzize ni kana kwamba unakosa wachezaji wawili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo huo unaweza kaona ni umuhimu wake Clement Mzize. Lakini faida ya pili ya Clement Mzize, kwa nini muhimu katika kosti Yanga, amekuwa kama game changer. Tumeona hata mechi ya mwisho ambayo inawapa kombe Young African dhidi ya Simba, unaona kile ambacho alikifanya. Kwa hiyo kuna wakati Clement Mzize anakuwa nje, lakini akiingia tu unaona namna gani jinsi ambavyo anabadilisha mchezo. Tumeona hata mchezo iliyopita kimataifa dhidi ya TP Mazembe, tumeona nini ambacho aliweza kukifanya. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Clement Mzize ni versatile player, lakini pia Clement Mzize ni baadhi ya wachezaji ambao tunawaita game changer. Miaka ya nyuma huko kulikuwa na mchezaji ambaye alikuwa anaitwa Javier Hernandez almaarufu Chicharito, alikuwa anaitwa super sub wakati yupo Manchester United. Yule mwamba hata ukimpa dakika 5 za mwisho unashangaa tu lazima tu umenikumbusha na story ya Phil Foden. Foden msimu uliopita bwana ilikuwa ni ukiangalia Man City muone Foden. Ila ukigeuza kichwa hivi ukasikia goli limeingia, mwangalie Foden ndo anashangilia. No, yani kuna aina hiyo ya players. Yani Clement Mzize unaweza usimuone akidribble, unaweza ukamuona kwamba akipata mpira afanye maamuzi yaliokuwa sahihi, lakini baadaye kwenye numbers unaweza ukamuona. Lakini cha mwisho ambacho Clement Mzize ni muhimu kwa Young Africans ni biashara, ambayo muda wowote ule Young Africans wanaweza kupata kitu kikubwa sana. Maana yake ni kwamba hatakiwi kukosekana uwanjani. Hatakiwi kukosekana kwa sababu tuseme ni icon, ishakuwa kama icon ya Young Africans Katalambula. Ukikosekana pia hata kuna maswali price yako pia inaweza ikapungua. Kama watu walikutaka kwa bilioni 5 wakaona unaanza kukosekana, labda akiona kama na injury, record ya injury inaweza sasa watu wasirudi tena bilioni 5 wakonda bilioni 3 au bilioni 2. Kwa hiyo ile ni biashara ambayo inatakiwa pia kutunzwa. Kwa hiyo vitu hivyo vitatu vinaweza vikakuonyesha kwamba Clement Mzize hapo Katalambula inatakiwa hapo inapelekwa kwa fitness coach. Yani kuhakikisha mchezaji anafanya recovering ya haraka na urudi uwanjani. Nimeona na Okwasi ameanza kufanya mazoezi. Licha kwamba taarifa ya mwisho iliyokuepo kwa Okwasi ilikuwa ni tulipata nafikiri kabla ya msimu hujaanza, ilikuwa ni kwamba jamaa atarejea mwanzoni mwa yani katikati ya msimu ile. Katikati ya msimu, maana yake ni mwakani. Januari tena.
Yeah, mwakani kwa sababu jina lake kwa sasa alichukua Frank Asink ambaye wamemchukua kutoka kwa Singida Black Stars. Kwa mkopo. Kwa hiyo fitness coach yule bwana yule mwenye mitatu yule changanya sana dada zetu yule bwana akiposti picha Katalambula. Mimi sinapita sana TikTok yule. Unasoma sana comment. Nasoma sana comment pale. Yaani unajua dada zetu kibongo hawa mambo mengi sana. Unaelewa? So unaona mwanetu kule mitatu anacheza Ivory Coast sasa hivi yupo na dada fulani kule wanajiachia. Walikuwa wengi sana Katalambula, hivi sio vitu vya kuficha bwana. Walikuwa wengi sana wakina Kamu Soko hawa. Yule bwana mmoja alitoka Kongo yule kwa anaitwa Papi Kabamba Shishimbi. Hao wote hawa stories zao yale. Kuna sehemu kuna mtu nilimuona sijui amefanana, sijui ni mwenyewe. Sijui ni Pantev yule. Itakuwa nilimfananisha. Pantev. Itakuwa nilimfananisha. Dada zetu bwana wanajua kuchukua position haraka. Ndio maana mimi nilipewa story ya kwamba kwa nini Simba na Yanga aliamua wachezaji wao wanakaa kambi. Yani wakai kambi. Kuna watu maharamia wako nje kule. Kazi zao ni angalia amekuja Kalinyo, sisi unakumbuka story yake. Kalinyo nakumbuka. Alidata kwa dada wa taifa bwana. Bwana mtazamaji wa Dada Sports, mimi nikushukuru wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi mwanzo mpaka mwisho. Tumezungumza mengi na mazuri kutoka kwa Yusuf Katalambula, package iliyoshiba kwa maana ya taarifa nzuri kuhusiana na Clementino Mzize, lakini pia uchambuzi kuhusiana na kwa nini Mzize. Nimemuuliza Katalambula swali zuri sana, kwa nini Mzize? Hata utakuwa unajiuliza. Yanga ina wachezaji wengi sana. Leo tunamzungumza Clementino Mzize. Kwa nini tuseme Clementino Mzize? Ni kutokana na nini ambacho Mzize amekuwa akikifanya kikosi cha Young Africans. Point to note chukue ya mwisho kutoka kwa Yusuf Katalambula, Mzize kwa sasa ni biashara ya Yanga. Ili Yanga endelee kuuzika zaidi na zaidi, basi tumuone Mzize yuko uwanjani kwa maana ametikisa hapa katikati. Kwa msimu unaokuja ukiona anaenda kuanza tutegemee Man City bwana. Tushaachana timu za Afrika hizi Pyramids wa kina nani. Man City huko akina PSG wanaulizia kwa bilioni 10 wanaweza kumpata mchezaji. Endelee kujitunza mdogo wetu. Mdogo wetu mdogo wetu. Aliyesimamia kamera so mwingine ni mdogo wake na Michael Arteta, wanamuita Hassan Saddam. Mimi ni Florence Renatus pamoja na Yusuf Katalambula. Sio bye, tukutane wakati mwingine.